Kiukweli kitu ambacho kimenivutia ni ukarimu wa watu wa Handeni. Pili, mazingira ya huku pia kuna hali fulani hivi ya ubaridi ambao mimi nimeipenda sana, tulivu pia. Wewe ni mtu mwenye mahitaji maalum? Na mahitaji maalum. Kwa jina mimi naitwa Kasmi. Ni msanii ambao kwa jina la kisanii najulikana kwa jina la Kasmi. Namba zangu za simu ni 071499. Kwanza kwa elimu, kusoma nilianza kusoma shule msingi Mwereni. Baada ya pale nikamaliza, nikafaulu vizuri, nikaenda kusoma sekondari Old Moshi. Baada ya kumaliza Old Moshi, Mungu akasaidia pia nikafaulu vizuri. Nikaenda kusoma advance Longido sekondari. Baada ya kumaliza pale pia nikafaulu vizuri. Nikapangiwa chuo kikuu cha Dodoma katika education, kuja kusomea masuala ya elimu. Na elimu ambayo mimi naichukua ni elimu asiyoona, watu wenye mahitaji maalum. Kwa hiyo baada ya hapo, kwa sasa hivi kwanza niko chuo kikuu cha Dodoma. Ni mwanafunzi wa chuo kikuu cha Dodoma, nasomea pale degree ya special education. Kwa hiyo sasa hivi niko kwenye teaching practice. Kwa hiyo katika kujifunza sasa, kuna vitu vingi huwa tunajifunza, mfano kutumia vifaa vya kiteknolojia ili tuweze kuvitumia katika mazingira ambayo tunayoishi. Mfano, labda kuna simu ambazo zinakuwa zina uwezo wa kuweza kusoma kile kitu ambacho unachokiandika, au kuweza kusema kile kitu ambacho kinatokea au kinafanyika kwenye simu. Kwa mfano, labda unataka umpigie mtu. Ukishika simu unaweka kwenye mfumo fulani ambao unaongea, ambao mfumo unaitwa talkback. Kwa hiyo mfumo wa talkback ukishauwasha, utamuongoza mtu asiyeona kujua kitu anachogusa ni kitu gani. Kwa hiyo kama jinsi unavyosikia kelele hapo, jinsi ninavyoongea, kwa hiyo utakuwa unagusa. Kwa hiyo ukigusa popote utapogusa, faili ambayo utagusa itakutamkia. Kwa mfano, hapa nimegusa kitu ambacho kinaitwa apps. Kwa hiyo nitajua hapo ni apps. Itakuwa bado itaendelea kuongea, lakini anasema double tap to activate. Ina maana kwamba unabonyeza mara mbili ndio inaweza kuactivate ile kitu ambacho unachotaka ukifanye. Kwa mfano, hapa ukishabonyeza apps, hapa zitakuletea apps mbalimbali. Sasa hapa utaanza kutafuta apps ambayo unaitaka. Hapa kuna folder, kuna Biblia na sauti. Hapa umpigie mtu, tuambie hapo. Nani kakupigia hapo sasa hivi na ni nani kumpigia? Kwa mfano, labda mimi nataka kupiga. Nitaingia kwenye phone. Nikishaingia kwenye phone, nitaingia kwenye contact, ambapo nitagusa kwenye sehemu ambapo kumeandika contact. Nitapobonyeza. Baada ya kubonyeza contact, itaniletea majina. Kwa hiyo jina la kwanza ambalo linaniletea ni Adela. Jina la pili ni Winnie. Kuna groups. Sasa kuna nyimbo ambazo mimi nazipenda, ambazo naweza kuzidownload. Nyimbo ya kwanza ambayo mimi nilipenda nikaidownload inaitwa nyimbo ya Neema. Natafuta faili langu la VLC. Sasa kwa mfano, labda mimi nataka kuingia kwenye mafaili ambayo labda nimesha download. Nitaingia kwenye faili langu ambayo linaitwa VLC. Nikishagusa kwenye VLC, kutakuwa kuna nyimbo nyingi. Labda kuna nyimbo nataka kusikiliza, nitaisearch. Nikishaingia kwenye search, nitaandika kile kitu ambacho nachokitaka. Kwa mfano, nataka nyimbo ya Neema. Itakuja hapa juu, Mlimani Park Neema. Kwa hiyo nitaibonyeza hiyo nyimbo, ita-play. Currently playing audio track Mlimani Park Orchestra Neema. Duration 6 minutes 52 seconds. Album, artist Mlimani Park Orchestra. Double tap to activate.
Hongera sana bwana Kasim. Naam. Uko vizuri sana, umepongeza sana na jinsi unavyofanya kazi yako katika mwitikio mzuri. Ndio. Sasa kitu gani ambacho kwa wadau wanakuona jinsi unafanya kazi zako vizuri pamoja na kufanya vitu zako? Kitu gani labda wadau wakuunge mkono katika shughuli zako ndugu yangu? Alafu fani yako sasa nyingine mpaka tukuna shughuli fani gani? Mimi naomba tu wadau wasapoti, sio mimi tu wanisapoti mimi, wasapoti watu wenye mahitaji maalum ili waweze kufikia yale malengo yao ambao wanataka kufikia. Lakini kitu kingine pia wasapoti kipaji ambao wanakuwa nacho. Kwa mfano mimi na kipaji cha muziki, napenda muziki kuimba. Kwa hiyo naomba wasapoti nyimbo zangu ambazo zitakuwa zinaongelea historia ya maisha na vitu mbalimbali. Kwa hiyo itaongelea historia ya maisha yangu na itaongelea pia historia nyingine pia na vitu vingine kama burudani kwa ajili ya kupush jamii kuipeleka mbele. Kiukweli napenda kuzungumzia reality life, maisha halisia. Kwa hiyo maisha ambayo nitakuwa nazungumzia katika nyimbo zangu nyingi ni maisha halisia ambayo yanatokea na vitu ambavyo viko katika jamii, kwa sababu muziki ni kuongea na jamii, na pasipo kuongea na jamii hauwezi ukawa criticize wakati yale mabaya ambayo walikuwa wanafanya au vitu ambavyo viko negative ambao havikubaliki katika society. Kwa hiyo kitu ambacho tunachofanya, muziki ambao mimi naufanya ni muziki wa kucreate positive attitude katika jamii ili waweze kuwa na mwelekeo chanya towards watu wasioona au watu wenye disability. Sasa tuambie sasa, hebu kidogo cha kuhisia maisha yako hapo katika. Baba na mama walikuwa napendana, ikatokea ugomvi, wazazi wakagombana, basi ndio hivyo, wazazi wakatengana, litamani kurudiana, ndugu zao wataki. Nakumbuka mjomba mmoja kwa jina Eric alikuja akatwambia, asante sana bwana Kasili. Mengi nafikiri kwenye mboto wadau ambao watakusikiliza wataangalia kitu gani katika hisia zako ambazo ukutachi na wewe. Karibu sana ndani ya Digital TV, na huo wimbo nafikiri wakati wote utakuwa hewani, watu wenye maisha yako jinsi walivyoanza mpaka walipofikia. Shukrani sana. Nashukuru sana. Bwana, asante sana. Karibu sana. Maliza tu jina lako na namba kwa simu tena. Karibu sana. Kwa jina mimi naitwa Kasmi. Ni msanii ambaye kwa jina la kisanii najulikana kwa jina la Kasmi. Namba zangu za simu ni 071499. Hebu tuambie kwanza ulipataje bwana Kasmi mpaka umeenda ndani ya studio hii? Bwana Kasmi bwana, alhamdulillah. Kwanza bwana, mimi na bwana Kasmi tulikutana kwa kupitia ndugu yangu ambaye alikuwa ni mshikaji wangu ambaye ni wa muda mrefu, ambaye ni mimi namuita Minyasi, mimi namuita Chudi. Ni mwalimu kama Kasmi alikuwa mwalimu. Kwa hiyo tulikutana tena ni haraka, nadhani hata miezi miwili tu na ndio. Ndio tumekutana hapo. Kwanza kule ngoja kwanza amalize kwanza degree yake kwanza. Alafu